Natumai sasa hauchukuli kuwa maombi ni mawasiliano tu. Kufikia sasa umekuja kuelewa ya kwamba maombi ni nguvu. Maombi ni nguvu. Hiyo ni kumaanisha kwamba anayeomba anakuwa na nguvu, kwa sababu maombi ni nguvu. Jina la Bwana litukuzwe. So ni vizuri uwe na tabia na uwe na utiifu. Vile Yesu alisema inatupasa kuomba siku zote pasipo kukoma. Basi omba. Unapaswa uelewe pia wakati unaomba unapokea nguvu katika jina la Yesu. Kwa sababu hatuombi tu kwa sababu kuna mahitaji tuko nayo, hatuombi tu kwa sababu kuna vitu tuko nazo, tunaomba pia tu tunamuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba pia maombi iko na uwezo. Maombi iko na uwezo na iko na nguvu, iko na uwezo ya kusababisha vitu vitendeke ama vifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama vitu vimenyamaza kwa maisha yako, sijui kama pana ukavu katika maisha yako, sijui mambo hayafanyiki katika maisha yako, basi maombi ina uwezo ya kusababisha vitu viweze kufanyika katika maisha yako. Na iwe tabia yako ya kuomba ili vitu vitendeke, ili unapotoa ushuhuda utuambie kwamba kulikuwa hivi na hivi lakini nikaomba. Haya ni matokeo ya maombi. Hii ni matokeo ya maombi. Hii ni matokeo ya maombi. Hiyo ni baraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Na pia maombi iko na nguvu ya kukufungua. Na maombi iko na nguvu ya kukufungulia. Siku ya jana tuliona ya kwamba shida ni mbili. Kuna wewe kukua na shida na kuna wewe kukua kwa shida. Maombi iko na nguvu ya kukutoa kwa shida, na maombi iko na nguvu ya kutoa shida ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati mwingine ni sisi tuko na shida, na wakati mwingine ni sisi tuko kwa shida. Jina la Bwana litukuzwe. So maombi iko na uwezo. Maana tukisoma Biblia tutapata kwamba kuna watu wengi walikuwa na shida wakaomba, na maombi ikaweza kutoa shida kwao. Na kuna watu wengi walikuwa kwa shida, na kupitia nguvu ya maombi wakaweza kutoka. Danieli alikuwa kwa shida, hakukuwa na shida mahali ambapo walikuwapo. Katika ule mji walikuwa wanakatazwa kuomba. Kwa hivyo alikuwa kwa shida, akawekwa katika shimo ya simba. Aliwekwa kwa shida, yeye binafsi ndiye aliyewekwa kwa shida. Na hiyo inamaanisha kwamba basi ni vizuri kujielewa na ufahamu ni wewe uko na shida ama wewe uko kwa shida, ndio ujue vile ambavyo utaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ujue, je, ni kuomba maombi ya kutoka ama ni kuomba maombi ya itolewe? Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa nikiomba maombi, je, ni mimi niko na madeni ama ni mimi niko kwa madeni? Ni mimi niko na shida ama ni mimi niko kwa shida? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Ni mimi niko kwa shida ama ni mimi niko na shida? Kabla hujaanza kuomba, ni vizuri kwa wewe kujua hiyo, ndio ujue unaomba maombi gani. Bwana Yesu asifiwe. Danieli kama aliomba maombi, Bwana nitoe kwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakiwa Misri walikuwa kwa shida, na kwa sababu walikuwa kwa shida walikuwa na shida. Mara nyingi ukiwa na shida ni vigumu ukue kwa shida. Amen. Mara nyingi ukiwa na shida ni vigumu shida ikuweke kwa shida. Lakini unaweza kosa kuwa hauna shida, lakini ukiwa kwa shida, kukua kwa shida kutazaa shida ndani yako. Wana wa Israeli walikuwa Misri, nchi ya mateso, walikuwa nchi ambao sio yao, walikuwa pabaya. Na kwa sababu ya kukua pabaya, mabaya yaliwapata. Bwana asifiwe. Mabaya yaliwapata. Sasa kuna mabaya yanapata watu kwa sababu wako pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mabaya unapata ya kwamba polisi wanaamua kusaka mtu fulani,
wanasaka hiyo kikundi, wanakushika mpaka wewe. Si kwa sababu wewe ni mwizi, ni kwa sababu pia wewe unakuaga ni marafiki zako. Sasa unajipata ya kwamba unakuaga na watu wabaya, wakishikwa kwa mabaya, hata hayo kwa sababu unakuaga kwa mabaya, hata wewe unapatwa na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea na maombi mwezi huu, endelea kuomba na ufahamu ya kwamba je, ni mimi ndio shida iko kwangu, ama mimi niko kwa shida, ama niko na shida na niko kwa shida. Hiyo ikusaidie jinsi ya kuomba. Bwana asifiwe. Jinsi, kuna watu wengi tuko na wao, biashara zao hazina shida, ni wao wako na shida ya biashara. Bwana asifiwe. Biashara haina shida, lakini unapata ya kwamba wewe ndio uko na shida ya nini? Ya biashara. Kuna wengine biashara ndio iko na nini? Shida, lakini wewe shida ya kibiashara hauna. Wapendwa, ni vizuri kujua mambo haya ili ukaweze kuomba kwa njia inayostahili, ili ujue jinsi ambavyo unaelekeza mishale yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikiwa niko na shida ya tumbo, siwezi sema nitolewe kwa shida. Nitasema shida itolewe ndani yangu, shida itolewe ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda msalani, kila mmoja huwa tunaenda msalani. Na ukienda msalani, pako na harufu mbaya, si ndio? Na sasa wewe unakuwa uko kwa harufu mbaya. Na kwa sababu uko kwa harufu mbaya pia inaingia ndani yako, maana unapumua, unavuta hiyo hewa. Sijui kama umenielewa. Ukienda msalani, especially zile za public, Bwana Yesu asifiwe, ukiingia ndani, na kumbuka zamani sana. Mimi unajua nimeuza hii soka ya chini. Sijui kiladi siku ulikuaga wapi. Nimeuza hii soka. Siku hiyo kulikuwa na kampuni inaitwa Spencon, walikuja wakawa wanajenga drainage na toilets. So kuna toilet walikuwa wamejenga hapo ndani. Unaingia kwa hiyo toilet, umeingia kwa shida. Sijui kama umeenda toilet ya public. Siku hizi mambo imeadvance, unalipa toilet kwenda, unaoshea. Sasa ninakuwa niko kwa shida, alafu shida inafanya nini? Inaingia ndani yangu. So unaweza jipata huko kwa shida, alafu hizo shida zimeanza kufanya nini? Zimeanza kuingia ndani yako. Hebu tusome ile andiko ambao tulisoma jana. Kuna vitu kadhaa ambazo tuliona verses 19, chapter 16 verses 19, Acts of the Apostles. Tukaona ya kwamba kuna verses ambazo zinaongea mambo ambayo ni ya kuumiza, mambo mabaya ambayo Paulo walikuwa wanafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakutia moyo, nikakuambia ya kwamba hauwezi kuwa na verse zote ziwe ziko mbaya. Lazima kuna verse 25. Lazima kuna verse ya maombi. Bwana asifiwe. Wacha kukue na shida kwa kazi, uko na shida pale, uko na shida pale, uko na shida pale, lakini pia wewe katikati ya hizi shida zote, na pia pale nyingine kuna maombi. Bwana asifiwe. Wakati unaambia watu niko na shida hapa, niko na shida huku, niko na shida kule, malizia pia uambie pia niko na maombi. Tumaliziage na nini? Na maombi. Usimalizie tu kwa kusema shida zako peke yako. Hapana, unapaswa kuelewa shida zote tunaziunganisha, tunaingia kwa maombi na shida zetu tunaomba. Na niko hapa kukuhimiza katika jina la Yesu, kwa yale unayoyapitia, tafadhali ingia nazo kwa maombi. Kwa yale ambayo unapitia, tafadhali ingia nayo kwa maombi. Hiyo aibu yote, Biblia inatuambia kwamba waliwavua nguo, si ndio? So hakuna mahali tunaambiwa walivaa nguo. So waliomba wakiwa hawana nini? Nguo. Biblia inatuambia ya kwamba waliwachapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizo maumivu ambazo zilikuwa kwa mwili, waliingia nazo wapi? Kwa maombi.
Waliwaaibisha, kuwapitisha sokoni ilikuwa ni kuwaibisha. Na aibu yao walifanya nini? Waliingia nayo kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema kile ambacho unapitia, shida ambayo unapitia haina nguvu ya kuzuilia maombi yako katika jina la Yesu. Matatizo unayopitia haina nguvu, haina ruhusa, haina uwezo ya kukufanya usiombe. Nilisema hata kama inakuumiza sana, umia ukiombaga, omba na maumivu. Hata kama inakusababisha kulia, omba ukiliaga. Kwani huwezi lia ukiombaga? Huwezi lia ukiombaga? Unaweza lia, ulie ukiombaga. Ni sawa ninalia lakini ninafanya nini? Naomba. Ni sawa ninaumia lakini na maumivu yangu ninaomba. Bwana Yesu asifiwe. Sijui yale ambao unayapitia imekufanya nini. Sijui yale ambao unayapitia yanakufanya nini. Ingia jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Paulo na Sila hawakusema tupatieni nguo zetu, tunataka kuomba. Tufungueni, tunataka kuomba. Haleluya. Tupelekeni hospitali kwanza ndio tuombe. Waliomba na shida zao. Maana dunia hii hakuna shida iliyo na nguvu ya kukuzuilia kuomba katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walimshika Yesu, wakamtesa, wakamfanyia mengi, akapitishwa mengi, lakini akaenda kuomba. Wakamshika, wakampeleka mpaka pale Golgotha, wakamweka kwa msalaba, wakampiga mijeledi, wakamfanyia mengi, wakamsulubisha, wakamuinua juu akiwa na uchungu. Akiwa na nini? Akiwa na uchungu, anatokwa na damu. Alisema, Baba, roho yangu naiweka mikononi mwako. Bado aliongea na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bado aliongea na Mungu wake akiwa bado ako pale kwa msalaba. Hakungojea atoke katika jina la Yesu. Usingojee utoke kwa shida. Usipoomba ukiwa kwa shida, una prolong shida zako, una prolong masiku. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka uimagine kama Paulo na Sila wangeomba, wangeendelea kukaa huko. Hii inamaanisha kwamba kuna maeneo na kuna vitu ambavyo vimeendelea kukaa kwa maisha yako kwa sababu unangojea upone ndio uanze kuomba. Wewe ukingojea iishe ndio uombe, unaziongezea masiku. Leo nimekuja kusema wacha kuongezea shida zako masiku, zipunguzie masiku katika jina la Yesu. Walishikwa mchana na usiku wa manane, hao watu hakulala, wakatoka. Bwana asifiwe. Hapana patia shida accommodation kwa maisha yako. Hapana lipia rent shida zako. Leo nimekuja kuomba na maumivu yako, na uchungu yako, na kudharauliwa kwako, na kukataliwa kwako, chukua zote, enda nazo kwa maombi. Uwezi toka kwa maombi nazo. Nasema utatoka kwa maombi nazo. Unajua kila mara unapoenda na shida zako kwa maombi, unazimaliza nguvu. Na kuambia unapoenda kwa maombi na hiyo maumivu yako, utaimalizia nguvu huko kwa jina la Yesu. Unapoenda na haya mambo yanayokusumbua, bebana nayo, enda nayo kwa maombi. Haziwezi kuwa na nguvu kwa maombi. Watu watakutana na wewe, wanakuongelesha yale ambayo unayapitia, lakini unawaambia ati mnaiona ni kubwa, lakini ni simba, lakini haina meno na haina makucha, so hainiumizi. Kwa sababu mkinifungia room moja na simba ambaye ametolewa makucha na ametolewa meno, atanifanya nini? Simuogopi, hakuna kitu atanifanya. Mkiniweka kwa room moja na nyoka ambaye ameng'olewa na ametolewa sumu, hakuna kitu atanifanya. Lakini ukimuona utaogopa. Lakini mimi mwenye niko hapo najua hana nini? Hana sumu. Lakini watu wakiangalia nashangaa, ati pastor hii yote, lakini kwako kwa maombi ulitoa meno. Ndio kama zako mwambie shida zako, enda uitoe meno. Kwa sababu saa zingine shida zingine sio kuondolewa, zinafaa ziondolewe, zinafaa zinyang'anywe makali.
Shida zingine zinahitaji kufanywa nini? Usinyaganye nini? Makali. Zibaki ziko lakini hazikufanyi chochote. Maandiko yanasema na panapo usiku wa manane, Paulo na Sila wakafanya nini? Wakaomba na kumsifu Mungu. Wakaomba Mungu na kumsifu Mungu. Kisha baadaye kukatokezea tetemeko, milango ikafunguka, minyororo yao ikawaachilia na wale wapendwa wakakuwa huru. Maombi yako iko na nguvu ya kukufungua wewe katika jina la Yesu. Maombi yako iko na nguvu ya kuvunja kila minyororo ambayo imefunga maisha yako. Minyororo ya madeni, minyororo ya magonjwa, minyororo ya shida, minyororo ya kukataliwa, minyororo ya kudharauliwa, minyororo ya nakali. Na tangaza jioni ya leo, maombi yako iko na nguvu. Maombi yako iko na nguvu. Maombi yako iko na nguvu. Tusikusikia ukisema hata pasta siwezi omba. Hata usikusikia ukisema pasta yale ambayo ninayapitia yananisababisha siwezi kuomba. Hapana, maombi yako iko na nguvu. Maombi yako iko na nguvu. Maombi yako iko na nguvu ya kukutoa penye uko. Ni nani aliombea Danieli? Hakuna mtu alimwombea. Alisimama peke yake. Iko na nguvu ya kubadilisha maisha yako. Maombi yako iko na nguvu ya kubadilisha afya yako. Maombi yako iko na nguvu ya kusababisha vitu vianze kufanyika kwa maisha yako. Sema majibu kwa Mungu yako. Shida ya dharura ya Paulo na Sila, walikuwa wamefungwa na walikuwa wamefungiwa. Hiyo ndio ilikuwa shida yao. Na walipokuwa wanaomba Mungu, Mungu alishuka kwa shida yao ya dharura akawafungua. Sijui shida yako ya dharura, shida ambayo ndio namba 1 inayokusumbua saa hii, sijui ni gani. Saa hii ukikuuliza kuombea aje, ni nini inakusumbua ambao unasema pasta hii ndio ninataka niombe? Nataka tuombe Mungu, nataka uombe Mungu kwa sababu ya hiyo shida. Hiyo shida ambayo iko saa hii, sijui ni ya pesa, sijui ni afya, sijui ni ya nini, lakini hiyo shida iko nayo saa hii. Nataka tuombe katika jina la Yesu. Sema amen. Ni mwangu nimeliamini neno lako kwa kinywa changu, nasimama kukiri neno lako juu ya maisha yangu. Imeandikwa ya kwamba waliwakamata Paulo na Sila, lakini usiku wa manane wakawa wakimwomba Mungu na kumsifu. Kisha baadaye wakafunguka, ardhi ikatetemeka. ya kuleta huduma hii, naomba kinyume na kila mishale, kinyume na huduma hii, naomba kinyume na kila mishale ya kuleta watu wa huduma hii, naomba kinyume nayo, naomba kinyume nayo, naomba kinyume nayo, naomba kinyume nayo, naomba kinyume nayo katika jina la Yesu. Maandiko inasema kwamba au tunasema wakaomba katika jina la Yesu. Naomba katika jina la Yesu kila mishale, kila maneno, kila kilicho kinyume na huduma hii, naomba kinyume nayo, naomba kinyume nayo, naomba kinyume nayo
Ikateria kama sana. Naomba Mungu kwa ajili ya huduma hii. Naomba Mungu kwa ajili ya wamama. Naomba Mungu kwa ajili ya wazee. Naomba Mungu kwa ajili ya vijana. Naomba Mungu kwa ajili ya watoto. Naomba Mungu kwa ajili ya wapendwa. Naomba Mungu kwa ajili ya huduma hii. Katika mji wa Kericho. Baba ninaita jina lako. Baba ninalitia 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 jina lako. Baba baba shanda. 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 Ikatoria kama mazanda. Ikatoria kama mazanda. Ikatoria kama mazanda. Ikatoria kama mazanda. Nikitibisi nikulia. Rukama rushanda na mazanda. Naomba kwa ajili ya wiki. Naomba kwa ajili ya wiki. Naomba kwa ajili ya ukula Bwana. Naomba kwa ajili ya makusudi ya Bwana. Naomba kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Naomba ukula wako Bwana wiki. Naomba makusudi yako Bwana wiki. Naomba mapenzi yako Bwana wiki. Katika jina la Yesu. Onekana wewe Baba. Onekana wewe Baba. Onekana wewe Baba. Baba nakutukuza. Baba nakutukuza. Baba nakutukuza. Baba nakuinua. Baba nakuhimidi. Baba nakutangaza. Unastahili Mungu wa baraka. Unastahili Mungu wa amani. Unastahili wokovu. Naomba mikutano ya wiki. Naomba neema yako Bwana. Naomba ukuu wako Bwana. Naomba makusudi yako Bwana. Naomba njia zako Bwana. Naomba mapenzi yako Bwana. Onekana Baba mbinguni. Onekana Baba mbinguni. Onekana Baba mbinguni. Onekana Mungu wa baraka. Naomba ushindi wiki hii. Naomba ushindi wiki hii. Naomba mwelekeo wako wiki hii. Naomba mapenzi yako wiki hii. Naomba njia zako wiki hii. Onekana wewe Baba. 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 Onekana wewe Mfalme. Onekana wewe Mfalme. Unastahili sifa Baba. Unastahili utukufu Baba. Unastahili heshima Baba. Unastahili ukuu Bwana. Unastahili Bwana. Unastahili Mungu wa baraka. Asante Mungu wa baraka. Asante Mungu wa baraka. Asante Mfalme wa ajabu. Pokea sifa na utukufu. Shika mkono ya mtu mmoja. Shike muombe katika jina la Yesu. Shika mtu muombe katika jina la Yesu. Muombe katika jina la Yesu. Maana Mungu aliye hapa. Kitana mazanda. Kitana kama mazanda. Kitabika marushana na mazanda. Raka kama mazanda. Raka kama mazanda. Ombea biashara yake. Ombea maisha yake. Ombea shughuli zake wiki hii. Ombea shughuli zake wiki hii. Bwana kuonekanie. Bwana kupiganie. Bwana kushindanie. Ufanikiwe wiki hii. Ufanye vizuri mwako wiki hii. Katika jina la Yesu. Ushinde changamoto zako za wiki hii. Na kuombea ushinde. Na kuombea ushinde changamoto zako za wiki hii. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Bwana kuonekanie. Bwana kupigania. Bwana kushindania. Katika jina la Yesu. Baba ninakutukuza. Baba ninakuinua. Baba ninakuhimidi. Baba ninakutangaza. Na kutangaza Yesu wa baraka. Na
jina la Yesu. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba upewe sifa, kwa kuwa wewe ni mwema. Tunaomba na kuamini, sema amen. Bwana Yesu, makofi mazuri. Silisema tumebarikiwa sana, tumebarikiwa kwa pamoja na jioni ya leo. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Bado nakukumbusha kulingana na aina ya kifo na maombi mwezi mzima, na Mungu anaenda kukuonekania katika jina la Yesu. Umebarikiwa sana kuungana pamoja na sisi katika jina la Yesu. Hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kuwa baraka.